Leo tumekusanyika hapa kwa lengo la kuwazawadia ndugu zetu, watoto wetu ambao wamepasi kwenye michipuo mbalimbali waliochaguliwa na ambao watakwenda skuli mbalimbali ambazo wamepangiwa. Kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Ole, niwapongezi sana vijana hawa 62 ambao wametunawisha uso na wametuletea heshima kubwa ndani ya jimbo. Lakini pia niwapongeze walimu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya kwenye kuwaandaa vijana hawa. Vijana hawa ni wadogo sana kiumri ukilinganisha na zama ambazo sisi tulikuwa tunasoma. Ipo kazi kubwa. Katibu wangu wa mkoa hapa amesema kwamba hawa vijana, walimu pamoja na wazazi, walikuwa wamewekeza nguvu zao na jitihada zao kubwa kuacha kwenda kufanya michezo ya kucheza kifuna mchanga na kuwaelekeza kwenye kusoma kwa sababu tu ya umri wao. Mimi niwapongeze sana walimu, niwapongeze sana wazazi kwa kazi hii kubwa ambayo tumeifanya. Ndugu zangu, elimu ndio nguzo kuu ya maendeleo. Taifa lolote, jamii yoyote yenye vijana ambao wameelimika, hiyo ni jamii ambayo inatarajia kuwa na maendeleo, kuanzia maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kijamii na maendeleo ya shughuli zote ambazo zinafanyika kwenye jamii hizo. Kwa sababu kwenye jamii ambayo kuna vijana ambao wamesoma, tutazalisha wataalamu mbalimbali, tutazalisha madaktari, tutazalisha walimu, tutazalisha mainjinia, tutazalisha wanasiasa. Wote hawa watakuja kuitumikia jamii ambayo wanatoka. Leo tunasherehekea ufaulu huu huku tukikumbuka kwamba vijana hawa 62 na wao watakumbuka, kwa sababu watakuwa wameandikwa kwenye historia kwamba mwaka 2025-26 vijana ambao wamepasi ni vijana hawa. Sasa nije kwenu ndugu zangu, si tu kwamba nafasi hii itawafanya nyinyi kuandikwa historia, lakini ni mwanzo wa kuanza safari yenu ya kuitafuta elimu. Kama kuna safari mmekwenda, bado ndio mnaanza sasa. Sifa hizi za kupasi darasa la 7 zisiwalege mkaacha malengo ambayo mnatarajia kuwa nayo. Mnakwenda huko kwenye skuli mbalimbali ambazo mmepangiwa. Kwenye skuli hizo ambazo mmepangiwa, kuna mambo mengi ambayo mtakutana nayo. Tabani wengine mtaacha lile lengo ambalo limewapeleka. Niwaombe sana wazazi, tuweze kuwafuatilia watoto wetu, tuweze kujua wanaishije katika mazingira ya skuli, wanakaaje, wanajifunzaje na wana changamoto gani wanazopitia, ili tuweze kuzitatua. Binafsi kupitia skuli hizi ambazo wanatoka, lakini kupitia kwenu ninabeba jitihada na nitabeba jukumu la kufuatilia maendeleo ya watoto hawa, ili tuhakikishe kwamba wanakwenda kufanya vizuri. Baada ya miaka 10 mbele tuwe na PhD au tuwe na masters ambazo zinatokana na watoto hawa. Katibu wa mkoa hapa amezungumza kwamba wapo wengi ambao pengine hawakutimiza yale malengo yao ambayo wamejikusudia kwa njia moja ama nyingine, lakini jitihada za wazazi, jitihada za walimu, jitihada za walezi ziliwafanya waweze kukamilisha malengo yao. Tunafahamu kwamba leo kupasi kwa mtoto ni gharama kubwa. Mzazi akiambiwa mtoto wake amepasi, anaanza kupatwa na gamu na hofu ya kuweza kumwendeleza mtoto yule. Halima hapa amezungumza,
katibu wangu wa mkoa hapa Maalim Saleh amezungumza kwamba tuwe karibu kuhakikisha kwamba tunatatua hizo changamoto ambazo zinawakabili na kulibeba hilo jukumu kwa mikono miwili, kwa karibu na nyinyi, kuona kwamba tunatatua changamoto ambazo zinawakumba wanafunzi wetu. Ndugu walimu, ndugu wanafunzi, mimi kama mwakilishi wa jimbo la Ole natambua ninao wajibu mkubwa wa kusimamia maendeleo ya elimu ya jimbo la Ole kwa kupigania ujenzi wa miundombinu pale ambapo miundombinu haijafika, kupigania vifaa vya kufundishia, lakini lile ambalo amelizungumza katibu wetu pia la kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanasoma kwa vitendo. Niwaahidi, nikiwa mzima, nikiwa ndani ya uwakilishi, nikiwa nje ya uwakilishi, huo ni wajibu ambao tutaubeba. Madaktari wa kesho kutwa ndio marais wetu, ndio mawaziri wetu. Tunataka mfanye kazi, musome na kusoma, msivunjike moyo. Bwana mmoja anaitwa Madiba, mzee Madiba, Nelson Mandela alisema kwamba jaribu leo, ikiwa leo umefeli jaribu kesho, na ikiwa kesho umefeli endelea kujaribu mpaka ufanikiwe. Kumbuka kwamba kufeli sio mwisho wa mapambano yako, ni njia tu ya kuelekea kwenye nini? Mafanikio. Huyo ni Bwana Madiba nimekota. Sasa kwa kimombo mimi sijui sana, lakini nasema try today. Whatever you are failed, try again tomorrow. If you are still failed, continue on trying until you succeed. Remember that failure it is not the end of a struggle, but it is only the way toward your succeed. Sawa jamani. Kwa hivyo tujitahidini, watoto mjitahidi, msivunjike moyo. Mungu awajalie mwende form 4 mpasi, mwende form 6 mpasi, mwende chuo kikuu pale muondoke na first upper class pale. Lakini ikitokezea bahati mbaya, hii nadharia ya Mandela yekeni kichwani, mujaribu tena na mujaribu tena mpaka mfanikiwe. Nirudie nimalizie kwa kuomba walimu moral, to build the morale for our students ni jambo la msingi sana, na hamutaki walimu mwe hot tempered katika kuwafundisha hawa. Hata katika teaching professionalism tunaambiwa kwamba usiwe hot tempered. Hawa wewe unaweza kwa ngona vitoto wenyewe siku hizo form 1 kama hicho hapo kidogo, usiwavunje moyo hawa katika taaluma. Na nyewe watoto mwe na adabu, msifanyie adabu mbovu walimu wenu. Sawa. Mtakuwa na adabu vizuri. Hawa ndio walimu wenu. Ukitoka sasa wazee ndio hawa. Umesikia? Baada ya maelezo haya, waheshimiwa, kwa heshima na taadhima kabisa, nimalizie kwa kumuomba tena mheshimiwa mwakilishi kwamba pamoja na jambo zuri lilofanya, basi tunakuomba sana uendelee kuwa karibu sana na shule zetu, uendelee kuwa karibu sana na walimu wetu, uendelee kujenga hoja katika vyombo vya sheria ili taasisi yetu hii iweze kupata ahueni. Hapa kuna walimu, hapa kuna wazazi, lakini hapa pia kuna na wanafunzi. Chungu hiki maendeleo yake yasingalipatikana kama mafia haya matatu hayakufanya kazi mpaka tukafikia lengo hili leo. Kwa hivyo namuomba mwakilishi aendelee kujali na kuthamini, kutoa misaada yake ya hali ya juu kwa kuisaidia serikali
iliyopo madarakani, kuwahamasisha watoto kuingia katika viwango vinavyohitajika. Lakini na wazazi pia wasione kwamba kufanikiwa kwa watoto leo ndio imefikia hatua ya mwisho. Bado ni mwanzo kabisa. Tunaona wengi ambao watoto wanashindwa kufikia malengo, wanaingia huko skuli ambazo wameteuliwa kwenda, wakifika kule wanafanya ya kufanya, wanaacha skuli, wanaharibu mazingira ya maendeleo yao, baadaye wanarudi. Lakini na wazazi pia naendelea kusema kwamba wasiwaache watoto kuona kwamba wao tayari washafika katika maskuli waliopangiwa kwenda, wakaona kwamba wao ndio wamefika tu kule, hawaulizi chochote. Waendelee kuwafuatilia kila nyanja za mahitaji na maisha yao, na kuwashauri waachane na vishawishi ambavyo sasa hivi ni vingi sana. Wanafunzi hawa ambao kwamba Mwenyezi Mungu anasema amewajalia kuingia michipuo, kwa kweli hizi, jamani, ndugu wazazi, hizo zilizoko hapo nasema ni hazina. Kwa hiyo hazina ni lazima ifanye nini? Itunzwe. Hizi ni hazina, ni lazima muzitunze. Natoa nini zaidi kwa wazazi. Kwa hiyo watoto hawa isimalizie tu kwamba washapasi ndio sasa basi uwasukumize, kama kankoda Fidel Castro, kama kankuja ole, kama kankoda wapi, kawawe ulizi tena mazalika shapasi. Hawa ni watoto watakawatunze, kwa sababu jamani wazazi, nawambieni hakuna jambo zuri duniani kama kuwekeza kwenye elimu. Yote yaliyopo si chochote. Mtoto hujamfanyia haki kama hujamwekezea kwenye elimu. Kumpa gari, kumjengea nyumba, kumpa kila kitu, basi hapo hujafanya kazi. Mtoto anatakikana apewe elimu. Ukishamuelimisha huyo, basi tayari hapo kushamjengea maisha yake ya baadaye. Na